Mheshimiwa Mwenyekiti, siku hii ya leo naomba niunge mkono jambo ambalo tayari lishaongelewa, lakini ni jambo pia linawagusa wananchi wangu moja kwa moja na si wengine, ni vijana, na ni kuhusu ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hivi sasa hivi takwimu zinaonyesha kwamba asilimia zaidi ya 50 ni vijana nchini kwetu, lakini pia ni asilimia kubwa ambayo pia jimbo la Welezo vijana bado wanakosa ajira, na hii ajira si kwa jimbo la Welezo tu, lakini nchini nzima, na inaonyesha kwamba takriban ninavyosema vijana naongelea kuhusu vijana wa miaka 15 mpaka 35. Hawa inaonyesha takwimu ni milioni 33.16 ya Tanzania bara, lakini ambayo ni asilimia 53.7 ya Watanzania wote. Lakini inaonyesha pia vijana wa Tanzania visiwani ni milioni 1.08 ambayo ni takriban sawa na asilimia 57.4. Lakini hawa wote inaonyesha bado kuna changamoto kubwa ya ajira ambayo inawakabili vijana hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, napoongelea ajira siongelei tu ajira yoyote, naongelea ajira ambazo yenye staha, ajira yenye heshima, ajira ambayo inawezesha vijana hawa wakaishi, wakanyanyuka kiuchumi, wakaishi kwa heshima. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona Waziri Mkuu aliongelea kuhusu bajeti yake 2026-2027, aliongea vitu vikuu vitatu, ambavyo cha kwanza aliongelea sekta kuimarisha sekta binafsi ili iwe injini ya ajira kwa vijana. Pili ni kuwekeza zaidi katika ujuzi na mafunzo, na tatu aliongelea kuhusu kuboresha mazingira ya biashara na upatikanaji wa mahitaji kwa vijana. Naunga mkono kwa 100% kwa haya ambayo aliyoyasema. Naomba pia Mheshimiwa Mwenyekiti, niongee kuhusu hii mikopo ambayo inaongelewa ya 10%. Mikopo hii ni mizuri ambayo imewekwa, lakini bado imekuwa ni changamoto kwa vijana wetu kupata stahiki moja kwa moja kufanikiwa katika hizi, na hii ni kutokana na urasimu ambao uliowekwa katika mikopo hii upatikanaji. Hivyo Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe mapendekezo machache kwa serikali. Kwanza kabisa, serikali iboreshe mfumo wa utoaji mikopo kwa vijana kwa kuondoa urasimu usio wa lazima, kuweka mifumo ya kidijitali ili kurahisisha uwazi, na hii iende moja kwa moja kwa vijana. Lakini pia naomba serikali ianzishe skills development center ambazo hizi zitawasaidia vijana hawa wakaweza kupata ile skills ambazo wanahitaji ili waweze kuajiriwa au kujiajiri wao wenyewe. Itasaidia sana katika kupatikanaji wa kazi wao. Na pia ningependa kutoa serikali itoe kipaumbele mahasusi kwa vijana katika zabuni za miradi ya kimaendeleo. Hii itawasaidia vijana hawa kuweza kujiwekeza wao wenyewe na kufanya kazi vizuri.